Mheshimiwa Esther Bulaya, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru niweze kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwanza, Mheshimiwa Waziri, napongeza wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya na jitihada ya serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ningependa kuuliza maswali mawili ya nyongeza. Kwenye jibu lako la msingi umezungumzia halmashauri kutenga milioni 30 kwa ajili ya ukamilishaji wa vyumba vya maabara, lakini utakubaliana na mimi kwamba kwenye halmashauri nyingi bado vipato vyao ni vidogo. Ni nini mkakati wa serikali kuhakikisha maeneo yote ambayo wananchi wameanza ujenzi wa maabara wanaweza kukamilishiwa? Swali la kwanza. Swali la pili, mbali ya changamoto za maabara, kwenye shule nyingi za sekondari kumekuwa na upungufu wa mabweni, hasa katika jimbo la Bunda mjini. Ukienda pale shule ya Bunda sekondari ambayo inafanya vizuri, tena imekuwa namba 1 kwenye mkoa wa Mara, kuna upungufu wa mabweni na maeneo mengine katika jimbo la Bunda mjini. Ni lini sasa serikali itahakikisha inajenga mabweni ili kuhakikisha usalama wa wanafunzi wetu na ufaulu kuongezeka? Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nipende kumpongeza pia Mheshimiwa Esther Bulaya kwa kuuliza swali la nyongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Aisha Msatu Mduya ambaye anajitahidi sana kuwasemea wananchi wa mkoa wa Dodoma, lakini ikiwemo pia wilaya ya Chemba. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba halmashauri zetu nyingi zina vipato vidogo, lakini Mheshimiwa Naibu Spika, utakubaliana na mimi kwamba kwenye hizi halmashauri tumezigawa kwenye makundi kwa namna ya kupeleka fedha za maendeleo. Kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 70%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka 40%, kuna ambazo zinatakiwa kupeleka pia 20%. Kwa mantiki hiyo, Mheshimiwa Naibu Spika, tulivyokuwa tunapitisha budget tuliangalia halmashauri ya Chemba inatakiwa kupeleka asilimia ngapi, na ili kufanya miradi ya maendeleo ionekane, ndipo hapo sasa ambapo tumeipelekea halmashauri ya wilaya ya Chemba kupeleka fedha hizo shilingi milioni 30 kwa ajili ya kumalizia ujenzi wa maabara. Lakini niendelee tu kusema kwamba serikali inaendelea kutafuta fedha ili kuweza kukamilisha maabara na miundo mbinu mingine yote ambayo imeanzishwa kwa nguvu za wananchi. Swali la pili la nyongeza, Mheshimiwa Esther Bulaya, uliulizia swala la mabweni na umezungumzia sana kwenye halmashauri yako ya Bunda. Umechukua advantage hapo ya Chemba, lakini ukaenda pia Bunda. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli waheshimiwa wabunge wote hapa wakisimama wataulizia swala la mabweni, kwa sababu ni ukweli usiopingika kwamba tunahitaji kuwaweka wanafunzi karibu ili waweze kupata elimu yao kwa ukaribu na usalama zaidi. Kwa hiyo serikali itaendelea kutafuta fedha ili tuone namna ya kujenga mabweni hasa kwenye zile shule ambazo ziko mbali na makazi ya wananchi. Kwa hiyo Mheshimiwa Esther Bulaya, ni kuhakikishia tu kwamba serikali ya awamu ya 6 iko tayari na itafanya kazi hii ya kutafuta fedha ili tuweze kujenga mabweni kwenye shule zetu hizi. Asante. Mheshimiwa Kunti Majala, swali la nyongeza. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kuniona. Mheshimiwa Naibu Spika, shule ya sekondari Mswakwalo ni shule pekee inayofanya vizuri ndani ya wilaya ya Chemba, na Mheshimiwa Waziri hilo unalijua. Lakini watoto wetu wanashindwa kukamilisha ndoto yao. Kwa mfano safari, matokeo safari hii tuna division 1 na 2 peke yake, hatuna 3 wala 0, lakini watoto wao wanashindwa kutimiza ndoto, Mheshimiwa Waziri, kwa uwepo tu wa kutokuwepo tu kwa hizo maabara 2. Mheshimiwa Waziri, sisi halmashauri ya wilaya ya Chemba mapato yetu unayajua, mnatakiwa kutuletea 70%. Hatuna uwezo wa kutenga fedha za ndani
kwa ajili ya ujenzi wa maabara au kukamilisha nguvu za wananchi. Wananchi wetu wameendelea kufanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba wanatimiza ndoto za watoto wetu kwa ajili ya kuja kuwa viongozi wa kesho. Nini kauli yako Mheshimiwa Waziri kwa ajili ya kutupatia hiyo milioni 30 nyingine ya pili ili tuende tukakamilishe majengo haya na watoto wetu waendelee kufanya vizuri na hatimaye tuweze kuandaa taifa la kesho lenye weledi na utu na ubinadamu, lakini na ungwana wa taifa lao kwa ajili ya kuja kulitumikia. Mheshimiwa Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, nimpongeze sana Mheshimiwa Kunti Majala, mbunge wa Chemba, kwa kuwasemea sana wananchi wake wa Chemba, na sio hili tu la shule ya sekondari Msakwalo, lakini huwa anafanya mambo mengi kuhusu maendeleo ya wananchi wa Chemba. Swala hili la milioni 30, Mheshimiwa Kunti, ni kuhakikishie kwanza kwamba bajeti iliyopita tuliielekeza halmashauri ile kutokana na fedha ambazo wametenga kwa ajili ya miradi ya maendeleo kupeleka fedha ile, na tumepitisha hapa bungeni kwamba halmashauri ya Chemba ipeleke milioni 30. Swala la kuongeza milioni 30 nyingine, Mheshimiwa Kunti Majala, ni kuhakikishie kwamba tutakapopata fedha mara moja tutaona namna ya kupeleka fedha hizo kwenye shule hii ya Mswakalo ili kukamilisha zile maabara zote mbili zilizobaki na wanafunzi wale waendelee kusoma kwa juhudi. Niwape pongezi sana shule ya Msakwalo kwa namna wanavyofanya vizuri kwenye masomo yao.